Ni kweli tumepokea hiyo taarifa kwamba uwanja umefungwa na sababu iliyotolewa ni dosari za kwenye pitch. Sasa ni hivi, uwanja huu ulifanyiwa ukaguzi na CAF kama wiki 2 au 2.5 zilizopita, na ulifanyiwa ukaguzi baada ya mechi ya Simba na Azam. Sasa baada ya ile mechi ulikuwa kuna uharibifu ambao ulikuwa umejitokeza kwenye pitch kutokana na kama mnavyojua mechi zikifanyika kunakuwa na hiyo changamoto. Lakini kwa siku nyingi CAF walitaka tununue mashine 2, moja ni ya compaction na nyingine ni aerobic, yani ya kufanya aeration kwenye uwanja. Sasa hizi mashine 2 zilikuja siku 5 baada ya ukaguzi wao na tayari zilishatumika kuimarisha ubora wa uwanja. Sasa bahati mbaya ni kwamba ripoti imetoka wiki 2.5 baadaye, lakini uwanja ulishafanywa marekebisho. Hata dabi ya juzi ingefanyika, wangeona wenyewe ama wote ambao wangefika uwanjani wangeona jinsi ambavyo uwanja pitch imerekebishwa. Sasa tumewasiliana na wenzetu wa TFF na tukawaambia wawaite hao CAF waje wakague leo waone kama bado pitch ina matatizo, kwa sababu tulishafanya marekebisho. Na labda jambo moja watu wengi hawafahamu, uwanja wetu wa Benjamin Mkapa unatumia nyasi halisi. Na zile nyasi halisi changamoto yake kubwa ni kwamba kila baada ya mechi kunakuwa na uharibifu unajitokeza, na ni lazima ifanyiwe marekebisho. Lakini kila baada ya kipindi fulani kunakuwa na hii aeration, tunaweza kusema ni kama kutifua, inatakiwa kutifua. Sasa uwanja upo kwenye ukarabati, na ukarabati unakwenda kwa phase, kwa kitu kimoja baada ya kingine. Sisi kama serikali tulishaamua uwanja tuufunge kwanza, ukarabati uishe, lakini kumekuwa na mahitaji makubwa ya kutumika kwa uwanja. Kwa hivyo tumekuwa tukijiadjust hapo pale ambapo kunakuwa na mahitaji makubwa uwanja unatumika. Na kwa kweli hili jambo limetuchelewesha sana kwenye kukamilisha ukarabati wa uwanja kwa 100% kwenye baadhi ya maeneo. Lakini sasa hili la pitch lilikuwa ni jambo la ni jukumu, ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo tumewaomba TFF waambie CAF waje waone sasa, alafu waseme kama bado kuna dosari. Kama nimekuelewa kiongozi, kwa hiyo hiki ambacho kinazungumzwa kwa sasa ni taarifa ambayo imechelewa kutoka zaidi, hiki ambacho nyinyi mlifanya marekebisho tayari. Sisi tulishafanya marekebisho kwa sababu CAF walikagua zaidi ya wiki 2 zilizopita. Na kazi kubwa imeshafanyika pale, na unajua hizi ni kazi ambazo zinafanyika mara kwa mara. Kwa sababu kurekebisha pitch ndio kama ninavyosema, pale pana nyasi halisi, ni mimea ile. Kwa hiyo ni wakati wote panahitaji kutifua, kuweka mbolea, kutoa magugu, kufanyeje. Sasa ikitokea kama vile ambavyo imetokea mechi imechezwa na uwanja ulikuwa umesimama muda mrefu kwa ajili ya kupisha ukarabati, kunakuwa na changamoto hizo za compaction na aeration ya kwenye uwanja. Na ndivyo hivyo vitu ambavyo CAF walivitaka. Sasa walikuwa na maelekezo ya muda mrefu ya kututaka tununue hizo mashine 2 za compaction na aeration, ambazo zilizokuwepo walikuwa wanasema zinafanya kazi chini ya kiwango. Kwa hiyo tumeleta zingine mpya na sasa zinafanya kazi pale, na uwanja umesharekebishwa. Kwa hiyo tunawasubiri waje wakague ili waseme kama bado kuna hizo dosari ambazo wao waliziona wakati ule. Kwa hiyo kwa 100% tukiziweka mchezo ambao wengi pia watu wanaozungumzia mchezo wa Simba watacheza dhidi ya Al Masry, kama kila kitu kitakuwa sawa, hizi taarifa za Simba kwa kutafutiwa uwanja mwingine huenda zikaishia hapa kiongozi? Sasa hayo ni mamlaka yao wao CAF, lakini sisi tunachosema waje wakague sasa. Ndiyo. Waone kama hizo dosari walizoziona wiki 2 zilizopita bado zipo. Ndio. Kwa sababu vitu ambavyo walituelekeza zote tulifanya kazi. Labda jinsi ambalo watu wengi hawajui, CAF wameweka mwakilishi wao hapa ambaye muda wote nakagua, kwa sasa hivi ameondoka. Lakini sisi tumewaambia aje hata sasa hivi aje angalie, kwa sababu wametoa tangazo kwa ukaguzi waliofanya, muda umepita, na sisi tayari baada ya maelekezo waliokuwa wametupatia tumeshachukua hatua. Uba TV, excellence is our signature.